Dakika 90 za mchezo wa Kariakoo Derby zimetamatika. Young Africans waliokuwa wenyeji katika uwanja wa New Amani Complex dhidi ya wekundu wa Simba waliokuwa wageni katika mchezo huo zimetamatika. Sio Yanga mwenyeji, sio Simba Sports Club aliyefanikiwa kupata ushindi. Dakika 90 ambazo zimesimamiwa na Nasoro Mwinchui kutokea katika jiji la Tanga, Line 1 akiwa ni Kasim Panga kutokea jijini Dar es Salaam, wakati Amdani Saidi kutokea pia jijini Dar es Salaam pia akiwa kama Line 2, wakati ambao photo official alikuwa ni Ramadhani Kayoko, ndio wameuongoza na kuzisimamia dakika zote 90, mchezo ukitamatika Young Africans hawajapata bao, wakati ambao pia Simba nao hawajapata nafasi ya kufunga bao. Bwana, huu ulikuwa ni mchezo ambao Afrika Mashariki na Kati, Afrika, dunia kwa pamoja wamepata nafasi ya kushuhudia mengi zaidi ambayo yameweza kujitokeza katika mchezo huu. Moja ya chombo kikubwa zaidi cha habari ulimwenguni na haswa katika uga mzima wa kimichezo, nazungumzia Sky Sports, ni moja ya chombo ambacho kilikuwa kikiufuatia kwa kina zaidi mchezo huu kati ya Young Africans dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba, wakifuatilia kipi kinakwenda kutokea. Lakini moja ya jambo kubwa zaidi na kile ambacho tunakizungumza, licha ya mechi kutamatika kwa sare ya bila kufungana, zipo nafasi kadhaa zimetengenezwa. Upande wa Sky Sports wamepata nafasi ya kuchambua nafasi moja, lakini pia ipo nafasi moja ambayo wamekuja kumaliza utata katika kile ambacho kimeonekana baada ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba dakika ya 71 assist ya Anicet Oura kuweza kwenda kwa mwamba anayejulikana kwa jina la Selemani Gomez Mwalimu, na akawa ameandikia Simba Sports Club bao la uongozi. Bao hili limekuja kukataliwa na Line 1 kwa maana ya Kasim Panga kutokea jijini Dar es Salaam, akidai ya kuwa Selemani Gomez Mwalimu wakati mpira unapigwa alikuwa katika eneo la kuotea, na akaweza kukataa bao hilo ambalo Simba walikuwa wamelipata. Na bao hili kwa hali ya mchezo ilivyokuwa, ni wakati ambao unaweza ukasema Simba angepata ushindi wa bao 1-0 kwenye kila ambacho kimeonekana na kila ambacho tayari pia tumeweza kukishuhudia kama sehemu ya mtaji mkubwa na mengi makubwa pia ambayo yameonekana katika mchezo. So kiukweli bao hili upande wa Sky Sport nao wamekuja kumaliza utata. Je, was clear offside or no offside? Yote kwa yote utapata katika ustadi na uredi mkubwa zaidi katika upande wa binafsi. Nitaomba nikubirishe katika uchambuzi huu ukiongozwa na Ian Wright ambaye amekuwa ni moja ya wachambuzi nguri zaidi ambao wamechambua kwa kina zaidi tukio hili, na ikiwa ni moja ya matukio tata ambayo yameonekana katika mchezo huu. Kwa mjibu wa Sky Sports, wao kila ambacho wamekuja kuidhinisha ni kwamba this was clear goal, no offside, because ukitazama upande wa Selemani Mwalimu, yeye alikuja kufunga, ilikuwa ni nafasi ambayo ametengenezewa na Anicet Oura. Ukitazama movement yenyewe ilipoanzia, movement upande wa Selemani Mwalimu kwenye involvement ya hii movement alikuwepo, kwa sababu Simba alikuwa na miliki mpira, ikapigwa long range na Joseph Roemba kumtafuta mwenyewe mfungaji wa bao Selemani Mwalimu. Then upande wa Bakari Nondo Mwamnyeto akawa ameokoa ule mpira katika hatari. Sasa wakati ameokoa mpira, akajua ya kwamba mpira umevuka nje au mpira umevuka mstari na umeambamba kuelekea nje, lakini ilikuwa tofauti na yeye alivyokusudia. Tukaja kutazama Anicet Oura akakontrol ile kabla ya mpira kuvuka mstari, akaweza kupiga cross. Ile cross wakati inapigwa na Anicet Oura, ukimtazama Selemani Mwalimu kwenye eneo ambalo alikuwa amesimama, this was clear goal, no offside at all, kwa sababu Baka ukimtazama Ibrahim Abdullah Baka eneo alilokuwa amesimama, lakini pia ukimtazama mwamba
Bakari Nondo Mwamnyeto alipokuwa amesimama, then ukamtazama mfungaji wa bao Selemani Gomez Mwalimu, hakuwa amezidi, wote walikuwa nyuma yake. So ukitazama kwa kina zaidi uweze kutazama tukio la offside, kama ambavyo pia Sky Sports wamepata nafasi zaidi ya kulichambua tukio hili kwa kina zaidi katika nafasi ya ubora na uweredi zaidi wa mengi zaidi yaliyotukuka. So upande wa Sky Sports nao wameidhinisha na kuthibitisha kwamba that was clear, a goal, no offside. Simba wamenyimwa haki yao waliostahili kupata ya ushindi wa hilo bao ambalo dakika 71 Selemani Gomez Mwalimu alikuwa amelipata. Sehemu ya matukio mengine ni matukio ya nafasi kadhaa ambazo zimetengenezwa na wekundu wa Msimbazi Simba wakipiga shot on target takriban 3 katika mchezo huu, zikiwa ni shot on target za hali ya juu, upande wa Djigui Diarra akifanya save kadhaa na kuifanya Young Africans warao kupata alama moja, lakini mchezo haukuwa mwepesi katika upande wa that why upande wa Diarra kupewa nafasi ya kuwa man of the